Sawa. Mimi ndio naitwa Kaliko Godha tena na tunajangori kama dawa. Mimi nasikia hapa hivi mnabonga mambo ya magunzi. Unajua bazenga hao magunzi ni nani? Huyo mtu anaitwa Kasongo ndio bazenga hao magunzi wanaye. Yana tuchocha hapa ati hao magunzi watakuwa ndonyo na kuna ndonyo wanaweko. Hapa hivi tutaishi tu Kimorife. Hao magunzi wataendelea kutukimbisha Kimorife na hiyo ndio maisha itaendelea. Baka penye tunaelekea, hii election tunaenda kuingia, itakuwa ni wakati wa magunzi ndio watakuwa kusema. Ni hata mimi na beg msee mwenye anaweza kuwa na familia yake, ni aipeleke ushago mapema ni mapema. Juu saa hizi magunzi watakuwa wameanza kuinua marungu na mapanga. Watu waneshao ndio wanaweza rani Kenya venye wanaitaka. Because Kenya saa hizi inaelekea place inaitwa Ahiti. Kama unajua place inaitwa Ahiti. Na bazenga wao wa magunzi ameamua kutuchocha ati atawapeleka jela ama ndonyo. Na hatuoni kitu kaa hiyo. Tumeshakuambiwa na watu wake wa mkono. Hao watu watashikwa. Na mimi sijoi na wamebambo. Hii tumeishi kuchocho. Watabambo. Kwanza wakati wetu wa majenzi, tulitokezea kwa street, tukapigwa nao magunzi wakiwa wamebeba marungu. Hiyo ndio wakati wangu wa kwanza kuona gunzi ametokea. Ati anaenda kuambia Sakaja ameng'arisha tau. Sasa hizo mimi nimechapwa rungu na kuja naambiwa tau nimeng'arishwa. Na nilikuwa naandamana haki ya nani ionekane. But hao magunzi wataisha lini hii Kenya? Hiyo itakuwa ndoto tukiendelea kuulizana hiyo swali. Because kichele inatembea. Kuna msee anapatiwa bob 2 ende apige mwenzake. Na juu tuko juu ya madimanga, juu hata mimi niko juu ya dimanga, nikikuja nipatiwe tu bob 2. Nitaitikia nitumike kama kuni. Jio ndio haki yetu. Tutatumika kama gunzi. Wameona huyu mwananchi analia sana, ana job. Na job rahisi ya kumpata ni kumpata kama gunzi. Jia ni high dollar. Lakini ya gava simketi chini, mcheki study ya kutumia vijana kama magunzi. Inua huyu kijana umsakie pahali umweke kama kwa job. Umsakie hata kama atafagia kwa street. Hii town iko hapa. Vijana wengi wanaweza panguza viatu. Wanaweza panguza viatu. Lakini gava inaona itupime wakati wenye hawa vijana watumike kama magunzi. Juu anaona hakuna haja ya kuwatumia design nyingine. Watumie kama magunzi. Juu prezo ndio wa kwanza wao diglo wa vijana au diglo ama wanaki. Wao unaona hawa vijana juu walisoma sana, hakuna haja niendelea kuwatafutia kazi. Wacha ni watumie vibaya. Wainue marungu venye wanafaa kuinua. Lakini mimi ndio kuambia endelea kuwainusha marungu. Lakini sisi tunakuambia utaenda mdagli. Utasonga kimdagli. Hatakuwa tukikudiglo. Vijana, na nyinyi ni high time tuambie vijana. Wewe angalia kijana, ni ukweli unapatiwa hii bob 2. Hii bob 2 utaitumia mpaka miaka 5. Prezo saizi ni ukweli anakupatia bob 2. Utaitumia hiyo bob 2 kwa hiyo miaka yote. Na saizo kuna mjamaa umemweka hospitali, umemchapa marungu saizi amemedi pale hivyo hospitali. Amemedi kwa hospitali pale Kenyatta. Anaongojea apatiwe damu. Ama ile kidini yake anaongojea msee mwingine ampe. Jiulize hiyo swali. Kwa familia yako bob 2 itakusaidia. Hii bob 2 itakusaidia. Wewe kijana niamue amka hadi uamue kujituma. Jitume ni mapema ni very fast manze. Familia inakuja. Sisi kama vijana, familia inakuja itukute. Tuache kuangalia mambo ya gava. Gava itatusaidia kwa mikono. Hii ndio kupatiwa bob 2 hazitatusaidia. Tuache kumwagisha watu wengine pale. Damu za watu ziache kumwagika na magunism. Tuna reject mambo inaitwa gunism. Na nyinyi wote tunawapatia mzege. Na Ruto ukiendelea kutumia magunism hii design. Mimi nakuatakingi kwa forward na sitawaikosa kukuataka. Na kuambia Ruto, angalia ground venye iko. Na tukuliglo. Ukiendelea na hii mambo, unaanza kuinza kama uende mdogo.